Mwanza, Dodoma, Geita, Kahama pamoja na Msoma na kule Nyamongo. Pia mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya SCWS Mining Company Limited iliyopo Nzega, najishughulisha pia na ununuzi na uuzaji wa madini ya dhahabu. Kampuni yetu imesajiliwa na inafanya biashara hii kwa uhalali hapa nchini, na kampuni yetu tunamshukuru sana Mungu kwamba ni kampuni ambayo ina maono, kwa sababu hata moto wa kampuni tumeenda na kesho bora ya mchimbaji. Lengo la kampuni ni kuwezesha wachimbaji wadogo ili waweze na wao kujikwamua kimaisha na waendane na mnyororo wote ambao umewekwa na Tume ya Madini. Na pia kampuni yetu inasaidia sasa, hiyo kesho bora ya mchimbaji inasaidia kumsaidia yule mchimbaji mdogo kutoka katika gramu 1 ili aweze kuelekea kwenye gramu 10, na yule wa gramu 10 aweze kuelekea katika gramu 100 na kadhalika. Lengo ni kuhakikisha hatuachani nyuma. Kampuni hii inawezesha wachimbaji katika kufacilitate kifedha wakati wanapochenjua madini haya ya dhahabu, ili aweze kuleta hayo madini ya dhahabu ofisini, na pia serikali iweze kunufaika katika madhuhuri yake. Serikali kupitia mpango wake wa kununua dhahabu kupitia BOT, kwa kweli umekuwa ni mpango mzuri sana kama nchi katika kukusanya na kuweka stock ya mbeleni ya kununua dhahabu. Kwa kweli hata sisi wanunuzi na pia pamoja na wachimbaji, kwa kweli tunajivunia sana sana sana, na tumekuwa wadau wakubwa sana wa BOT, na tumekuwa wazalendo wa kwanza tangu BOT wameanza kununua. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza kabisa kwa ajili ya kuwapelekea madini ya dhahabu kwa ajili ya kufanya nao biashara. Kwa hiyo tutaendelea kufanya hivyo. Lengo ni kuonyesha uzalendo wa kweli katika nchi yetu, ili nchi yetu iweze kusonga mbele katika maendeleo ya sekta ya madini. Na wadau wengine waunge mkono jitihada hizi za serikali katika kupitia BOT kwa ajili ya kuwapelekea madini ya dhahabu ili waweze kununua, ili nchi yetu iweze kunufaika na ununuzi wa dhahabu. Asanteni sana. Naitwa Isaac Joseph Kijala, mfanyakazi kutoka kampuni ya Koteva Agriscience. Mimi ni bwana shamba, lakini pia ni afisa mauzo wa kampuni ya Koteva Agriscience. Kampuni ya Koteva Agriscience inajihusisha na uzalishaji na usambazaji wa mbegu chotara za mahindi. Kwa hapa leo tu katika maonyesho ya Nane Nane kanda ya Ziwa. Tuko hapa katika vipando vyetu na mambo kama unavyojionea. Sisi kampuni ya Koteva Agriscience tuna mbegu za aina mbili. Kuna mbegu za Pana na mbegu za Pioneer. Kuna mbegu za Pana, kuna mbegu inaitwa Pana 53, lakini kuna Pana 9M91 na Pana 5M41. Mbegu zote hizi zinakubali katika ukanda wetu. Lakini cha pili, tuna mbegu za Pioneer kama unavyojionea. Kuna mbegu inaitwa 30G19, kuna 3812, zote katika ukanda wetu zinafanya vizuri. Wastani wa mkulima ni kuanzia gunia 25 mpaka 30 katika kipato. Lakini ndugu mwandishi, kama jinsi tulivyo hapa katika vipando hivi, utajionea mwenyewe. Tumeweza kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya pembejeo kwa wakulima waliotufikia katika banda letu, uchambuzi sahihi wa mbegu, uhifadhi sahihi wa mbegu baada ya kuinunua, lakini pia atakapoenda shambani aweze kutambua namna gani ambapo ataanza kuandaa shamba lake, namna ya kupanda, anatakiwa jua nafasi ya mche na mche, mstari kwa mstari, lengo kuwa na uwiano wa miche sahihi katika eneo lake. Yote atamwezesha mkulima kwanza
kupata kipato kikubwa katika uzalishaji, lakini cha pili, atakapopata kipato kikubwa atauza, nyingine atabakiza chakula kwa ajili ya familia yake. Wito wako sasa? Wito wangu mimi nawahamasisha sana wakulima tuchague mbegu sahihi, hasa ukija sisi kwenye kampuni ya Koteva utapata mbegu za Pana na Pioneer.